Kabla kusikiliza tume, tuanze na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiweka hadharani yale ya Ngorongoro. Cha kwanza kuhusiana na swala la uhamiaji. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewapongeza wenye viti na wajumbe wa tume ambazo zimeundwa kuweza kutathmini matumizi ya ardhi katika eneo la Ngorongoro kwa kazi kubwa ya kizalendo ambayo wamefanya katika kukamilisha majukumu yao. Sawa bwana. Amesema jukumu ambalo lilipewa lilikuwa zito kutokana na kuhusisha maoni ya wadau wengi wenye mtazamo tofauti. Amesema licha changamoto hizo, wenye viti na wajumbe wa tume walitekeleza bana kazi yao kwa bidii, uadilifu na weledi mkubwa, hali ambayo imewezesha kukusanywa kwa taarifa muhimu ambazo zitasaidia kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya taifa. Na amesema baada ya kusikiliza kwa kina taarifa za tume hizo pamoja na kutazama makala ya video ambayo imeonyesha hali halisi ya maeneo ambayo yametembelewa, imebainika umuhimu wa kulinda mfumo wa ekolojia unaounganisha maeneo ya Ngorongoro. Tumsikilize hapa kizungumza kuhusiana na hilo. Ngorongoro. Nakumbuka lakini balaa Ngorongoro. Kwa ambaye alipitwa Ngorongoro kulikuwa na sintofahamu ya hapa na pale. UNESCO mara huku. Mapicha mengine akawa nazagaa, bwana Masai wamegoma. Unakumbuka nafikiri walihamishwa Tanga. Wamehamishiwa Tanga baba. Yaani mambo yalikuwa mengi sana. Kwa hiyo kamati katengenezwa pale na nini, vitu vikawa kama hivi. Tumsikie Mheshimiwa Rais akizungumza hapa kuhusiana na swala hili. Nafasi hii pia kuwapongeza wenye viti na wajumbe wa tume hizi kwa kukubali kutwishwa jukumu hili zito. Najua lilikuwa ni zito. Mambo yalikuwa ni mengi ya kujadili. Mizunguko ilikuwa ni mingi. Kuonana na watu wengi wenye mawazo tofauti ilikuwa ni jukumu zito. Lakini ni muhimu sana kwa nchi yetu. Niwapongeze kwa kazi kubwa na ya kizalendo mlioifanya kwa bidii, uadilifu na weledi ili kutimiza jukumu mlilopewa. Waheshimiwa wenyeji wa tume na ndugu wajumbe, nimesikiliza kwa kina taarifa za tume zote mbili na kutazama makala ya video iliyoandaliwa ambayo imeonyesha hali halisi ya maeneo mlioyatembelea. Kimsingi, taarifa za tume zimeonyesha umuhimu wa kulinda mfumo ekolojia unayounganisha eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na maeneo ya Ziwa Natron. Haya maeneo ni maeneo muhimu sana sana kwa nchi yetu. Mbali ya mambo yaliyoonyeshwa hapa na yaliyozungumzwa, kuna vitu sasa tunaanza kujua viko kwenye maeneo yale na ni muhimu kwa taifa letu. Kuna madini yanayotafutwa ulimwenguni yako kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ni maeneo ya kuyalinda, ni maeneo muhimu kwa taifa letu. Sote tutakubaliana kwamba huu ni mfumo muhimu na wa kipekee kwa ajili ya uhifadhi endelevu wa maeneo haya kwa manufaa ya taifa, lakini pia dunia kwa ujumla. Taarifa hizi pia zimetupa taswira halisi ya changamoto za utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda Msomero, Kitwaibi, Saunyi na maeneo mengine. Nasi tumezisikia changamoto. Tumesikia kwamba serikali tulifanya zoezi kwa nia njema, lakini tulikosea baadhi ya maeneo. Na hayo ndio maeneo ya sasa kukaa na kutafakari na kurekebisha. Kwa hiyo tutaendelea na hilo zoezi, lakini baada ya kurekebisha. Umesikia? Kuna sehemu serikali ilikosea. Na kama ilikosea, napaswa kujirekebisha. Yes, kwanza nafikiri kuna nukta za msingi. Ni kweli kabisa kwamba eneo la Ngorongoro ni eneo potential sana. Ndio. Na ni mojawapo ya maeneo 7 ambayo yamewekwa katika urithi wa dunia. Na kutazama mashirika mengi ya kimataifa yamekuwa yakitaja na yakisema kwamba inahitajika eneo hili kuweza kutunzwa. Hoja msingi ni kwamba ni kuongezeka katika shughuli za binadamu na uwepo wa wanyama, uwepo wa ekolojia, lakini namna gani ekolojia inatakiwa iweze kutunzwa ili iweze kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa sasa
mkakati wa tume ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais of course na mapendekezo ambayo itakuja kuangalia namna gani sasa changamoto zile ambazo za kibinadamu zinaweza zikawa sehemu ya msingi katika kuondoshwa na kupunguzwa, ili mwisho wa siku sasa eneo hili liweze kutunzwa. Kwa kweli ni muhimu na tunahitaji kabisa kwamba eneo hili liendelee kuwa ni utambulisho ya national identity ya taifa, lakini at the same time tunatamani na tunahitaji watu ambao wamekuwa wakiishi pamoja na wanyama na waendelee kufanya shughuli zao kila siku. Hiyo nafikiri msingi umekuwa hapo. Uwepo wa kuongezeka katika shughuli za binadamu za kila siku na uwepo wa utunzaji wa ekolojia ya eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo debate nyingi nimeona za wachambuzi wa mazingira, wanasiasa, viongozi wa serikali zimekuwa katika hapo sasa. Namna gani tuweze kupunguza shughuli za kibinadamu ili tuweze kuendana sambamba na utunzaji wa eneo la Ngorongoro. Na kuna madini ambayo yanatafutwa kabisa duniani kote huko. Critical minerals. Unasemaje? Shughuli ndio iko pale. Sasa mwenyekiti wa tume ya tathmini matumizi ya ardhi katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha, Jaji Dr. Gerard Ndika, yeye amesema mfumo matumizi mseto ya ardhi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro sio endelevu kutokana na changamoto mbalimbali zilizobainika. Ametoa mapendekezo ya tume kuhusu Ngorongoro ya mwele sheria kwa uchache wake, alafu tuondoke kwenye taarifa hiyo. Huyu hapa mwenyekiti. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro, kwa kuzingatia upungufu na changamoto za matumizi ya ardhi zilizobainika, hali ilivyo na itakavyokuwa, ni dhahiri kuwa mfumo wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro sio endelevu. Hivyo inapendekezwa kuwa mosi, sheria ya hifadhi ya Ngorongoro sura 284 ifanyiwe mapitio na marekebisho kwa kuwashirikisha wadau wote muhimu ili iendane na wakati na mahitaji ya sasa. Mbili, ili kuimarisha ustawi wa jamii na uhifadhi endelevu, shughuli zisizo za kiuhifadhi zitekelezwe nje ya eneo la hifadhi. Sawa bwana, umesikia baadhi ya mapendekezo yapo kwa namna hiyo. Sasa tutazame taarifa nyingine, maana mambo ni mengi. Tutazame taarifa nyingine. Moja taarifa mchungu ambayo nilikutana nayo pia jana, niliona kutoka wapi kule kwamba mkuu wa wilaya ya Manyoni Dr. Vincent Mashinji ameomba wakala barabara nchini kupunguza ukubwa wa matuta ya barabarani bwana, bumps zile katika barabara kuu ya Dodoma Singida katika eneo la Maweni Kitinku hadi Manyoni, kwa kuwa matuta hayo bwana yamekuwa kero kwa watumiaji wa barabara, hususan magari madogo. Shokutana barabara hapa na pale tuta. Hapa na pale tuta. Kuna hapa mjini hapa kuna barabara fulani utasikia bwana ile sio ya kupita ile. Kipita yani unaenda una bumps tu mwanzo mwisho wewe. Vitu kama hivyo. Huyu hapa. Hivi hatuna mbadala wa matuta. Kwa sababu tunatumia milioni 18 zinakwenda, inakuwa sunk cost. Na sehemu zote zenye matuta barabara zinaharibika, zinakuwa mbovu. Na ukirejea magari yanayopita kwenye hiyo barabara ni malori mazito. Kwa hiyo linaporuka kwenye tuta na kushindilia linaharibu nini? Barabara. Na tukitoka hapa kuelekea mpaka Kintingu, ukiangalia sehemu zote tulizoweka matuta ndio sehemu ambazo barabara zimeharibika. Hivi hatuwezi kufikiria hata kufunga rada. Wale traffic ambao tumewaweka, kwa mfano pale kwangu Lelini pale kuna traffic, Chikuyu kuna traffic, zikaunganishwa na simu mobile, ambao mtu akipita pale ile rada ambao sasa hivi zimeshuka bei, inampigia akifika anaikamata ile gari. Serikali inapata faida na yeye mwenyewe anajifunza kutoendesha kasi. Tunaweza tukawa tumokoa hii badala ya uwekaji wa haya matuta ambao tunaweka, na mpaka sasa hivi tunajenga matuta. Na mbaya zaidi, matuta yaliyojengwa, sijui kama hizi barabara zinatengenezwa kwa ajili ya watumiaji wa maroli tu au na watumiaji wengine wa barabara. Kwa sababu naona ukiwa na gari ndogo, kwa mfano ukiwa na gari kama Crown, haiwezi kupita kwenye matuta yanayoweka. Na mpaka juzi tulikuwa na kikao cha kamati ya usalama pale kwangu, mjumbe mmoja akaomba lile tuta linalojengwa pale Maweni kapunguzwe jinsi lilivyojengwa. Maana yake likipunguzwa tunaingia tena gharama. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao hiki, timu yetu ya wataalamu, hebu basi turudi basi kule shule tulikofundishwa na walimu wetu, kwa sababu saa zingine tunawadhalilisha mpaka walimu wetu. Sidhani kama walitufundisha hivi.
Bana umesikia? Sema sasa mambo ni mengi sana sipeka tuta tu. Kuna sehemu wananchi wanapiga kabisa kelele. Nataka matuta hapa. Ndio. Watu wanaandamana wanafunga kabisa hata barabara. Sababu nini? Wanataka matuta. Kwa sababu ya ajali. Ajali bwana zazidi na nini, mambo yanakuwa mengi, vitu kama hivyo. Kwa taarifa nyingine, baba mlezi wa binti wa miaka 13 aliuawa kikatili na mwili wake kutupwa nje ya nyumba yao katika kata ya Isakalilo. Ni miongoni mwa watu ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Iringa bwana kwa tuhuma za mauaji mtoto huyo. Kamanda polisi mkoa wa Iringa SACP Alan Bukumbi amesema mtuhumiwa huyo alikuwa akiishi na mtoto huyo tangu alipokuwa mdogo. Ameongeza kuwa mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi kukamilika. Aidha, Kamanda Bukumbi amesema matukio mengi ya ukatili dhidi ya watoto hutokea ndani ya familia, hali ambayo inachangiwa na baadhi ya wazazi au walezi kutotimiza wajibu wao wa malezi kwa watoto. Baba mlezi bwana anadaiwa kumuua mtoto wake. Hii ni taarifa ya binti wa miaka 13 ambaye aliuawa kikatili na mwili wake kutupwa nje ya nyumba yao. Sasa baba mlezi anatuhumiwa naye kuhusika. Mtoto wa kike amefanywa ukatili kapelekea kifo chake. Aliyefanya vile ni yule baba. Sisi jukumu letu kama jeshi la polisi ni kutoa elimu kwa muda wote, kuwe na matukio na kusiwe na matukio. Lakini pia tulivutwa sana na tukio lilotokea juzi la mauaji ya yule mtoto ambaye aliuawa kikatili baada ya kufanyia pia vitendo vya kikatili. Lakini mimi tu swala la msingi ni kwamba tumeona tukio hili limetokea kwa mtu ambaye ni wa ndani ya familia. Sasa sisi kama familia kuna wakati ambapo tunashindwa kutimiza majukumu yetu wa kuangalia hawa watoto wetu. Ndio maana nimesema wakina mama mpo? Kwa sababu kwenye malezi ya watoto wetu wakina mama mna jukumu kubwa sana ukiacha wakina baba. Mtoto wa kike amefanywa ukatili kapelekea kifo chake. Aliyefanya vile ni yule baba. Umesikia bwana yani ilitrend sana na vile ambavyo mama alikuwa akilia na vitu kama hivyo. Sasa baba naye masuala ya nani ukatili na nini mtoto fariki atuhumiwa. Kwa hiyo tutakapokamilika basi mambo yatakuwa vizuri zaidi. Lakini nimeona pia taarifa kuhusiana na jamaa tupwa jela kisa nyama ya pakapori pale Mtwara. Nyama ya pakapori? Pakapori. Nyama ya paka. Nyama ya pakapori. Tofautisha paka wa nyumbani na pakapori. Mao sije kwanza sema wakumbe kuna watu hawali tu mbwa. Watu hawali mbwa peke yake hadi paka analiwa. Paka bwana. Pakapori. Kwanza pakapori ni nani? Unashangaa wenyewe. Paka tu. Of course paka wapo. Pakapori. Waporini wapo. Wanakamata sana panya. Pakapori. Sema hao wanakuwa ni wakali zaidi. Sasa mahakama wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 20 jela Hassan Isa Shabani mwenye umri wa miaka 27, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Nanyumbu, baada ya kupatikana na kosa la uhujumu uchumi pamoja na hatia ya kupatikana na nyara za serikali ambazo ni nyama za wanyama pori wa aina 2 tofauti, vipande 3 vya nyama ya ngolombwe, sawa ngozi pamoja na kichwa cha mnyama huyo, kupatikana na nyama ya mnyama aina ya mbendu. Unamjua mbendu? Hapana. Sasa huyu ndio pakapori. Mbendu. Gangu mjui pakapori. Pakapori namjua ile mbendu, hiyo ndio hapana. Ajina sasa kila mtu ana jina lake. Sasa nyinyi unawezekana mkao mnamuita pakapori au mkodomo. Usijui nini Sumona kwa mfano wengine kile kisinia kile wengine wanakipa jina jingine. Kwa hiyo pakapori kuingia ndani ya hifadhi bila kwa hiyo ameingia ni ndani ya hifadhi bila kibali pamoja na kumiliki silaha ndani ya hifadhi bila kibali. Amezungumza jana bwana tarehe 12 kamanda wa mkoa wa Mtwara, kamanda polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman ndo ameyazungumza haya. Kwa jamaa bwana watu kamchukua na bwana inakuaje unakutwa na nani pakapori tena. Kumbe sio nani peke yake. So nini mbwa? So peke yake.
watu wanasukuma mpaka paka. Bwana, tazama taarifa nyingine. Juzi hapa tulikuwa na kiongozi kutoka CUF. Ndio. Na tukazungumza naye akasema sasa hivi maridhiano yanaendelea na nini sio? Lakini jana kwenye mitandao nimekutana na taarifa kuhusiana na upinzani bado kuwa mkali chama cha wananchi CUF. Mpaka kufikia jana bado watu nishike huku, nishike kule, nishike vile. Bado inaonekana mambo hayajatulia, ingawaje juzi hapa makamu mwenyekiti alituambia mambo ni shwari sio? Kwa upande wao. Sasa wakati mwenyekiti mpya wa chama cha wananchi CUF Mirambo Yusufu yakianza juhudi za kufanya maridhiano ya ndani kama ambavyo makamu wake hapa alivyokuja akazungumza. Sasa upande unaompinga umedai mchakato huo hautakuwa na maana iwapo hatojiuzuru. Kwa hao wanataka ajiuzuru. Wangu kitu kimoja. Katika kuna taasisi na taasisi kama chama cha kisiasa. Taasisi ya chama cha siasa ili iweze kuwa imara, cha kwanza inahitaji kuwa na falsafa inayoeleweka. Cha kwanza falsafa na misingi ya chama inayoeleweka. Lakini la pili inahitaji kuwa na umoja wa wanachama, kwa sababu tafsiri ya chama cha siasa inaunganisha watu wengi ambao wameamini kwenye hiyo misingi na kwenye falsafa. Lakini la tatu ni kupunguza migogoro ya ndani. Sasa ukiangalia historia ya siasa za Tanzania, vyama vingi ambavyo vimepitia katika stagnation, katika mkwamo, vilianza au vimepitia katika hali ambayo wanapitia CUF sasa hivi. Kwa sababu fikiria uchaguzi ulifanyika afu ukampata Profesa Lipumba, afu kitamu kidogo kinapita, uongozi ambao ulikuwepo unashindwa tena uchaguzi, unaingia uongozi mwingine. Maana ni kwamba sasa kuna principle moja hapo ya misingi ya taasisi kuweza kuwa imara inakuwa pale umeteteleka, ambao ni umoja. Kwa sababu kila kundi inajinasibu kwamba wenyewe ndio nafasi ya kuweza kuongoza chama. Kwa hiyo sasa sioni miujiza binafsi. Yaani sioni miujiza ya namna gani utulivu, kwa sababu utulivu vile wa chama cha siasa ni muhimu katika kupambana na kushindana na wapinzani, kwa sababu unafahamu tupo kwenye mfumo wa vyama vingi ambao unahitaji kuweza kuwa na utulivu. Na hii sema yake nini? Maana ni kwamba sasa ni turufu vile kwa chama tawala. Sawa bana. Ngoja sisi tumalizie hapo. Tumalizie hapo. Niliona yule jamaa alowatapeli watalii kwa mtandao amekamatwa, ambako jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mkazi wa KDC kata ya Mbokom wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Musa Mushi mwenye umri wa miaka 40 kwa tuhuma za kujihusisha na udanganyifu wa kutapeli watalii wanaoingia nchini wakiwamo wanaokuja kutalii kwenye mlima Kilimanjaro. Taarifa ambayo ya kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo imetolewa jana tarehe 12 na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro RPC Simon Maigwa, ambapo amesema amekuwa akiwatapeli watalii hao fedha kwa njia ya mtandao kwa nyakati tofauti tofauti wanapoingia nchini. Kwa jamaa amekamatwa. Bwana, tuishie hapo. Mambo ni mengi, ukitembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii East Africa Radio utakutana taarifa